Dakika 90 za mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ulioweza kuzikutanisha timu mbili kubwa kutokea pale Kariakoo. Timu ya Simba Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club zimeweza kutamatika kwa sare ya kuweza kufungana chuma 2-2. Ni mchezo ambao kiukweli ulikuwa una kasi, lakini pia wapenzi na mashabiki wa timu zote mbili wameweza kushuhudia burudani ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba magoli yaliweza kupatikana, lakini pia licha ya magoli kupatikana kulikuwa na burudani kubwa ambayo imeweza kuonyeshwa na wachezaji wa timu zote mbili. Tuliweza kushuhudia mabao matatu yakiweza kupatikana kwenye kipindi cha kwanza, klabu ya Simba ikitangulia kupata bao la kwanza kwenye dakika ya tatu ya mchezo na kuwafanya ongoze mchezo kwa chuma 1-0. Lakini kwenye dakika ya 9 ya mchezo klabu ya Simba kaongeza chuma ya pili kupitia mchezaji si mwingine bali ni Clatous Chota Chama, bao la kwanza likifungwa na Libasi Egwe. Kabla hapo kwenye dakika 16 ya mchezo klabu ya Yanga wakaja kupunguza mzani wa magoli kwa kuja kupata bao moja kwenye dakika 16 ya mchezo kupitia mchezaji Prince Mpumelelo Dube na kufanya mpaka kipindi cha kwanza kinatamatika mzani wa mabao ukiwa unasoma chuma 2-1. Lakini kwenye kipindi cha pili cha mchezo tumeweza kushuhudia mabadiliko mbalimbali kwa kocha mkuu wa klabu ya Yanga Bwana Pedro akiingiza washambuliaji na akipunguza idadi ya viungo, lakini pia akipiga sabu katika eneo la beki za pembeni, lengo kwenda kuongeza nguvu na kuhakikisha wanakwenda kulevo mzani kwenye dakika za mapema kabisa kwenye kipindi cha pili cha mchezo kabla mambo hajaweza kuendea kombo. Na tumeweza kushuhudia kwenye dakika 51 ya mchezo Bakari Nondo Mwamnyeto anakwenda kufanya mzani wa mabao usome chuma 2-2 akiingia kambani kwa mpira ambao ulianzia kwenye tukio la kona. Mpaka dakika 90 zinaweza kutamatika, yameweza kupatikana mabao hayo mawili, lakini pia timu zote mbili ziliweza kushambuliana. Huu ni mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambapo timu ya Simba Sports Club anashindwa kuweza kutamba mbele ya mtani wake wa jadi Yanga Sports Club. Na maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana hiki? Tuandikie kupitia sehemu ya comment section, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.